Karibuni tena wapenzi watazamaji katika mfululizo mwingine wa vile vipindi vya 88 na PPR kutokea katika uwanja huu wa Dr. John Samuel Malechela Nzuguni jijini Dodoma. Naitwa Pascal Mayala, karibuni. Wakaribisheni basi. Leo kama kawaida yetu tunatembelea katika mabanda mbalimbali ya hapa 88 Dodoma, lakini hali kadhalika sisi PPR kama nilivyosema tangu mwanzo tuko kwenye 88 kanda zote. Kwa hiyo tutawapeleka kwenye baadhi ya mabanda kwenye kanda mbalimbali, mtaweza kushuhudia wametuletea nini. Karibuni. Tulianza na VETA na tunamaliza na VETA. Jina langu naitwa Pascal Mayala, karibuni. Kwa takriban siku 8 mfululizo mpaka leo tarehe 8 mwezi wa 8 siku ya 88 tumekuwa tukija katika banda hili la VETA. Sasa leo kwa sababu ndio siku ya mwisho ya kilele, na yule mwenyeji wetu aliyotupokea siku ya kwanza hapa atajitambulisha tena, alafu atatupa mrejesho kidogo ushiriki wa VETA ndani ya 88 hii umekuwaje, na atatuelezea kidogo pia VETA imeshiriki wapi na wapi kwenye 88 nyingine. Karibu sana Bwana Peter. Nashukuru sana. Jina langu ni Sita Peter, meneja uhusiano na masoko wa Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi VETA. VETA tunafurahi sana kufikia mwisho wa maadhimisho haya ya 88 tukiwa tumetembelewa na wageni wengi sana. Kwa maonesho haya ya kitaifa hapa Dodoma, viwanja vya Nzuguni, tumetembelewa na wageni zaidi ya 20,000 na wakiwemo viongozi wa ngazi mbalimbali. Tunashukuru sana kwa sababu tumepata fursa ya si tu kuonesha kile tunachokifanya na kuzungumza na wananchi, lakini pia tumepata mrejesho kwenye mambo mbalimbali tunayoyafanya. Tunashukuru pia kwamba mabanda ya VETA yameendelea kutembelewa na wananchi na wa viongozi mbalimbali hata katika kanda zingine ambako tumeshiriki. VETA imeshiriki, ukiachilia mbali maonesho haya ya kitaifa, VETA imeshiriki kwenye kanda zingine 5. Imeshiriki kanda ya kaskazini, imeshiriki kanda ya ziwa, imeshiriki kanda ya kusini, imeshiriki kanda ya mashariki na imeshiriki kanda ya magharibi. Nako tumeonesha fursa mbalimbali zilizopo VETA kwa wananchi, lakini pia ubunifu tunaofanya na programu mbalimbali za mafunzo ambazo zinasaidia sekta ya kilimo, mifugo na uvuvi. Baada ya Sita Peter kutueleza kwamba VETA imeshiriki kwenye kanda mbalimbali, sasa nichukue fursa hii kuanza kuwaleta kidogo kwenye banda la VETA, alafu tunakwenda kwenye kanda moja baada ya nyingine, tukianzia na sasa hivi tunaondoka hapa tunawapeleka kanda ya kaskazini pale Temihili Arusha. Kwako mtangazaji Philbert Imam, hebu Philbert tueleze VETA Arusha Temihili wametuletea nini? Asante sana Pascal Mayala kutoka viwanja vya Nzuguni jijini Dodoma. Hapa ni viwanja vya TASO 88 jijini Arusha ambako maonyesho ya kanda kaskazini yanaendelea, na hapa tuko kwenye banda la VETA ambapo tutaweza kujifunza mambo mbalimbali ambayo yanafanywa na taasisi ya elimu ya mafunzo ya elimu na ufundi stadi. Karibuni sana katika banda la VETA kanda ya kaskazini iliyopo katika eneo la 88 hapa Arusha, ambapo katika maonyesho haya sisi kama VETA kanda ya kaskazini tunatoa taarifa kuhusiana na mafunzo ya ufundi stadi yanayotolewa katika vyuo vyetu vilivyopo katika mkoa wa Arusha, Kilimanjaro pamoja na Tanga. Lakini pia tumekuja na Spocket. Spocket ni mojawapo ya kipuli ambacho kinatumika kwenye pikipiki. Kipuli hiki ni muhimu sana katika uendeshaji wa pikipiki na tunatengeneza katika chuo chetu cha VETA Moshi. Hii ni sehemu ya mafunzo kwa wanafunzi wanaosoma fani ya tool and die making. Wakati wanapojifunza kuchonga vipuli mbalimbali na kutengeneza vipuli vya aina mbalimbali, sasa sisi kama Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi tunakuwa hatuna waste. Kwa hiyo hizi spocket zimezalishwa kama sehemu ya training material recovery, kwamba wanafunzi wanajifunza kuchonga vipuli, kukata pamoja na kutoboa. Sasa katika uchongaji na utoboaji ndio tumekuja na hii product ambayo inatumika kwenye kipuli kimoja hapo kinachotumika katika pikipiki. Kama unavyoona hapa tunayo pikipiki na dereva wa pikipiki amekitumia kipuli hiki ambacho pia kimezalishwa kwenye chuo chetu cha VETA Moshi. Vipuli hivi ni imara na vinatumika muda mrefu, tofauti na vile ambavyo wanavinunua
kutoka madukani vinavyotoka maeneo mbalimbali. Kwa hiyo tunatoa wito kwa watumiaji wa pikipiki na waendeshaji wa pikipiki kuweza kutumia sprocket zinazozalishwa kutoka chuo cha VETA Moshi. Kwa sasa hivi ndio tumeanza kuvitangaza, na hizi ni kazi ambazo zinafanywa na wanafunzi wetu wakati wanapojifunza fani yao kutengeneza vipuli mbalimbali, na kwa kuwa gharama ya material pia ni kubwa, kwa hiyo zile material tuzitupi, tunazitumia kuzalisha bidhaa ambazo zitatumika kwa jamii, zitatumika kusaidia pia masuala ya kiuchumi. Kwa mfano hii sprocket ukienda dukani ni shilingi 3,000, lakini zile za dukani sio imara kama hizi, zenyewe ni nyepesi, na utaona hapa ukiangalia hata weight yake. Hii ni ile ambayo inapatikana madukani. Hii hapa ndio tulioitengeneza, kwa sababu sisi baada ya kutengeneza tunaipeleka pia kuimarisha zaidi. Kwa hiyo inakuwa ngumu na imara zaidi, ambapo sasa inaweza ikatumika kwa muda mrefu zaidi, tofauti na hii ambazo zinatumika ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo ni sehemu ambayo vijana wetu wanazalisha vifaa na vinauzwa kwa bei nafuu. Sisi tunauza shilingi 2,000. Kwa hiyo tofauti 1,000 ni kubwa sana. Lakini tukipata mbia na tukafanya mass production, tunategemea tutauza kwa jumla kwa shilingi 1,500. Ningependa VETA zitengeneze kwa wingi, na pia ikiwezekana watengeneze, ningewaomba watengeneze na hii ya nyuma, sprocket hii ya nyuma, maana hii nimeshaona ubora wake ni nzuri na nimeshaitumia. Kwa hiyo ningependa kama pendekezo yangu kama mimi na madereva wenzangu wachukue hizi vifaa, ni vizuri kwa kweli. Tunashukuru sana kwa hii vazi ambalo limetengenezwa kwa vifaa vya kitamaduni, limetumika gunia ambayo ni ya kiasili kabisa. Kwa hiyo tunatoa wito kwa watengenezaji wote wa magunia na vitu vingine vya kiasili, kwa vinaweza vikatumika kama ni moja ya material ya kudesign nguo mbalimbali ambazo zitatutangaza kitaifa na kimataifa. Karibuni sana kwenye banda letu la VETA, mjionee mengi kuhusiana na design na nguo mbalimbali na vitu vyote ambavyo vimeandaliwa. Karibuni sana. Baada ya kusikiliza yale ambayo yanafanywa na VETA kanda ya kaskazini, na warejesha Dodoma kwake Pasco Mayala, viwanja vya Nzuguni 88 Dodoma. Mimi ni Philbert Roemam. Asante sana ndugu yangu Philbert Roemam pale Temi Hill Arusha, kanda ya kaskazini. Tumerejea tena hapa ndani ya banda la VETA. Sasa nawapeleka kwenye banda la VETA pale VETA kanda ya mashariki, uwanja wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pale Morogoro, kwake mrembo wetu Christina Haule. Karibu Christina, utueleze hapo Mlogolo mmetuletea nini? Asante sana Pasco Mayala, mtangazaji mwenzangu kutoka Nzuguni jijini Dodoma, katika maonyesho ya wakulima 88 kanda ya kati. Mimi ni Christina Haule kutoka katika maonyesho ya 88 kanda ya mashariki mkoani Morogoro. Tupo katika banda la VETA tukiwaangalia na kusikiliza umetuandalia nini katika maonyesho haya. Karibu katika banda la VETA 88 kanda ya mashariki Morogoro. Kwa niaba ya meneja wa kanda VETA Morogoro, ninakuja kueleza umuhimu wa VETA kwenye maonesho haya ya 88 mwaka 2026. Kwa majina naitwa Kastori Kibitanyi, mratibu wa maonesho haya ya 88 mkoa wa Morogoro mwaka 2026. VETA katika maonesho haya ina umuhimu wa pekee kwa wananchi kwa kutekeleza dira ya 2050. VETA ina mchango mkubwa katika kuongeza mnyororo wa thamani wa mazao kwa wakulima. Kwa mwaka huu wa maonesho ya 88, VETA imekuja na vitu mbalimbali vikiwemo vihenge vya kuhifadhia mazao, mashine za kuchakata nafaka
kama vile vyakula vya kuku. Tumekuja na teknolojia ya umwagiliaji, mavazi ya kufanyia kazi wakati mkulima akiwa shambani, na vitu vingine vingi kama mtakavyoviona katika banda letu la maonesho ya Nane Nane. VETA iko hapa kwa ajili ya kutoa elimu katika maonyesho haya ya Nane Nane, lakini inatoa fursa kwa vijana wote ili waweze kujiunga na VETA. Na kujiunga na VETA kuna faida kubwa sana, ili wakati anajiunga anaweza akapata fursa za kutosha na anaweza akawa akajitegemea. Kwa hiyo nawaalika wazazi wote, jamii yote iliyoko hapa katika uwanja huu wa Nane Nane kanda ya Mashariki, wa vijana wote waweze kuja na kujiunga na VETA. Karibuni sana. Asante sana Christina Haule kutoka pale VETA Morogoro. Kwa kweli uko vizuri Christina, asante. Na baada ya hapo sasa tunaendelea na kipindi cha VETA Dodoma na kanda. Niwapeleke kanda ya Magharibi, uwanja wa Fatuma Mwasa pale Tabora, kwake Adija Omari Mazezela, dada ya mabadiliko. Shukrani sana Pasco Mayala kutokea hapo maonesho ya wakulima Nane Nane kitaifa Zunguni Dodoma. Na mimi hapa nipo kwenye mji wa asali na maziwa Tabora, kwenye viwanja vya Ipuli hapa kwenye maonesho ya wakulima Nane Nane. Na kiukweli maonesho yamefana sana na watu wamekuja kwa ajili ya kujifunza. Na mimi hapa leo nakupeleka moja kwa moja kwenye banda la VETA. Je, mtazamaji, VETA kunani? Kuna mambo mazuri sana ambayo VETA wamekuletea. Karibu ungane nami ukajifunze. Karibu sana na ukamsikia kiongozi akatuelezee hapa kwamba VETA wamekuja na kitu gani. Karibu kiongozi, ujitambulishe, unaitwa nani na utueleze hapa VETA mmekuja na kitu gani. Karibu. Jina langu ni Asante Rabi Kanza, ni meneja wa VETA kanda ya Magharibi. Na kanda ya Magharibi ina mikoa minne, ina mkoa wa Kigoma, Tabora, Shinyanga na Simiyu. Na nimefurahi sana kuwaona na niwakaribishe sana kwenye banda letu la Nane Nane. Na hapa kwenye banda la Nane Nane tumekuja na vitu mbalimbali, tukianzia hapa kuna mashine ya kupandia miche mpunga, na hii mashine kwa kweli imetengenezwa mahususi kuwarahisishia sana wakulima kupanda mpunga. Na hii mashine inasaidia sana kupanda mipunga kwa eneo kubwa kwa urahisi zaidi na kwa mstari, na kwa hiyo inakuwa vizuri zaidi. Na mpaka sasa hivi mashine hii zaidi ya watu 40 wanataka kuichukua kwa jinsi ambavyo wanaona inawafaa na inarahisisha kazi. Kwa hiyo wakulima kwa kweli tunawakaribisha sana wale wakulima wa mpunga waweze kuja kufaidika na teknolojia hizi ambazo VETA inatoa. Mbunifu wa mashine hii ni huyu hapa ambaye anaitwa Mwalimu Maziku wa kutoka VETA Kigoma. Na kwa kweli tunampongeza na anafanya kazi kubwa kuhakikisha kwamba wananchi wanafaidika na zile stadi ambazo VETA nazitoa. Na kwa namna hii VETA inasaidia sana kutatua matatizo katika jamii. Kuna hii hapa ni kihenge cha kuhifadhi nafaka. Hiki kihenge kimetengenezwa kwa namna ambayo nafaka inahifadhiwa, na kwa namna ambavyo nafaka hiyo inahifadhiwa unakuta kwamba haipitishi hewa na hakuna unyevu, na kwa hiyo haizalishi ile sumukuvu. Kwa hiyo inasaidia sana kuweza kuweka nafaka kwa muda mrefu na bila nafaka hiyo kuathirika kwa kitu chochote. VETA pia inafanya ushonaji. Hili ni vazi la Kimasai, lakini wanatumia mitindo mingi. Moja ya mitindo ni hii vazi la Kimasai, lakini hata ukija unataka mtindo wote ule, ni suti, ni kutokea jioni kwenda ufukweni, VETA inaweza ikakufanyia mambo hayo na yakawa mazuri sana. Kwa hiyo karibuni sana. Hapa ni vito vya thamani, na VETA Shinyanga wanafundisha fani ya kukata na kung'arisha madini, na kwa hiyo madini mbalimbali yanaweza kaongezewa thamani na kwa kweli kwa jinsi ambavyo tunakwenda, vijana wanajipatia ajira kwa kwenda kwenye maeneo yenye madini na kuweza kuchukua zile madini, kujua ni aina gani ya madini na inatumika vipi na kuziongezea thamani. Lakini pia
kuna vitu hivi hapa ambavyo ni vibao mbalimbali. Tunatengeneza vibao vya mawe ya msingi, vibao vya kubandika katika ofisi mbalimbali, majina ya ofisi na hivyo. Kwa hiyo na hata medani mbalimbali. Tunatengeneza medani mbalimbali, na hii ni VETA Shinyanga, na kwa kweli niwapongeze kwamba wanafanya vizuri sana. Na kwa kifupi tu, ndugu mwanahabari, ni kwamba tunasema VETA, ukiangalia fursa mbalimbali zilizoko hapa, VETA wanafanya kila kitu. Kwa mfano, ukiangalia nyumba, ukiangalia mavazi, ukiangalia bomba, ukiangalia umeme, tuko kila mahali. Na niwakaribishe sana wananchi kuja kufaidi fursa zilizoko kwenye Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi VETA. Na niseme tu kwamba ada ni shilingi 1000, hebu fikiria, shilingi 60,000 tu kwa mtu wa day na shilingi 120,000 kwa mtu wa boarding. Tutaachaje kuishukuru serikali kwa kazi kubwa inayofanya? Inawezekana. Yeah, kwa hiyo ni tuwakaribishe vijana kuja kujipatia fursa kwa bei hiyo nafuu, na tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kwa jinsi ambavyo anahakikisha kwamba anatoa fedha ili vijana wa Kitanzania waweze kuchangamkia fursa. Na sisi VETA, mafunzo yote tunayotoa, lazima mtu akitoka hapa akapate kujiajiri. Yaani hutoki bure. Ni lazima utakuwa una kazi ya kwenda kufanya. Na ndio maana tunasema ufundi stadi, fursa kama zote kwa watu wote, hatujali umri. Yaani wewe ukija kusema unataka kitu fulani, sisi tunakupatia. Karibu sana. Asante. Haya yote mambo mazuri yako hapa VETA. Wewe mwana Tabora na wewe Mtanzania kwa ujumla unakaribishwa katika banda hili uweze kujifunza na kujionea mambo mazuri yaliyopo hapa. Mimi naitwa Hadija Omari Mazezele, ama unaweza kaniita dada wa mabadiliko. Mpaka hapa sina la ziada na kurejesha kwake Pasco Mayala kutokea Zunguni, Dodoma. Asante sana Hadija Omari Mazezela, dada ya mabadiliko. Uko vizuri sana hapo Fatuma Mwasa, Tabora. Sasa niwapeleke VETA kanda ya Ziwa kwake Egudius Audax akatueleze VETA kanda ya Ziwa pale uwanja wa Nyamhogoro wametuletea nini. Asante sana Pasco Mayala, na kupata vema ukiwa hapo kanda ya kati Dodoma, ambapo Onyesho 88 yanafanyika kitaifa. Nami nazungumza nikiwa hapa Nyamhogoro Mwanza, ambapo kipekee tunataka kuangazia utengenezaji au teknolojia ya utengenezaji wa vizimba ambavyo vinatumika kwenye masuala ya ufugaji wa samaki, na VETA nao wako kwenye eneo hilo wakiwafundisha vijana namna ya kutengeneza vizimba, lakini pia wanaenda mbali huko Ukerewe wanawafundisha namna ya kufuga samaki. Nini wanacho kwenye eneo hilo? Niko na mtaalamu hapa. Unaitwa nani? Ndio, kwa majina naitwa Mwalimu Fadhili Jabuya, mwalimu toka chuo cha VETA Ukerewe. Temu hii VETA Ukerewe tumeamua kuja na teknolojia mpya hii ya ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba, ambapo tumekuja kuonyesha wananchi mbalimbali na Watanzania kiujumla kwamba tunatoa fursa ya utengenezaji wa vizimba pamoja na ufugaji wa samaki. Kwa kweli kizimba chetu kinazingatia sana ubora na viwango vya kimataifa tunasema, kwa sababu ukiangalia teknolojia yetu sisi tunatumia hasa vifaa ambavyo vya kusambazia maji ambavyo vina uwezo wa kudumu muda mrefu sana kwenye maji, tofauti na watu wanaotumia mabomba ya mtaani au mabomba ambayo hayana ubora kama haya. Kwa hiyo mteja ambaye anataka kizimba cha kutengenezewa kutoka VETA akija akatoa oda, mnamtengenezea? Yes, tunamtengenezea kama product, kwa sababu sisi sasa tunajikita kwenye kutoa mafunzo. Tunafundisha vijana. Yeah, tunafundisha vijana. Kwa hiyo ina maana yeye akija tutatoa kama product ambao wale vijana watakuwa na wenyewe wamefanya practical yao ambao itakuwa ni practical ya utengenezaji wa vizimba. Sisi VETA kanda ya Ziwa tumekuwa na mafanikio makubwa sana. Kwanza kabisa tumeweza kushiriki kikamilifu mahali hapa. VETA kanda ya Ziwa ni moja ya kanda katika VETA ambayo ina jumla vyuo 11 katika mikoa minne: mkoa wa Kagera, mkoa wa Geita, mkoa wa Mara pamoja na mkoa huu wa Mwanza. Kwa vyuo vyote viko hapa tukieleza kwa pamoja fursa za mafunzo ndani ya VETA. Mafunzo ya ufundi stadi ni mafunzo muhimu sana kwa wananchi. Kwa nini nasema mafunzo haya ni muhimu sana? Ufundi stadi unamwezesha mshiriki ama mtu kuweza kupata ujuzi na maarifa ambayo yatamsaidia yeye mwenyewe kuweza kujiajiri au hata kuajiriwa. Kwa hiyo tumepata fursa ya kuhabarisha
wana Mwanza, wana kanda ya Ziwa kuhusu fursa hizo ambazo ziko mahali hapa. Mtazamaji, huyo ni meneja VETA kanda ya Ziwa akitueleza mafanikio. Tulikuwa tukiangazia namna ambavyo VETA wameshiriki maonesho ya 88 mwaka huu ambayo yamefanyika katika viunga hivi vya Nyamongolo, Mwanza. Pasco Mayala, mimi sina la ziada na nirudishe kijiti kwako kuendelea na matangazo haya. Asante sana ndugu yangu Audax Audax kutoka 88 kanda ya Ziwa pale uwanja wa Nyamhongolo, Mwanza. Pasco Mayala kutoka hapo katika maonyesho ya 88 jijini Dodoma. Mimi naitwa Aidan Mhando, nipo katika viwanja hivi vya Ngongo hapa mkoani Lindi ambapo maonyesho ya 88 kanda ya kusini yanafanyika. Leo tupo katika banda hili la VETA ambalo tumelitembelea. Hebu tufike tuangalie ni vitu gani vipya wametuletea katika maonyesho haya ya mwaka 2026. Asante sana. Kwa majina najulikana kama Neema Kajange Mwakarukwa, ni meneja wa kanda ya kusini mashariki ya VETA ambayo inaunganisha mikoa ya Mtwara na Lindi. Tuko hapa kwenye viwanja vya Ngongo 88 ya kikanda kwenye kanda yetu ya kusini mashariki. Tunawakilisha vyuo vya ufundi stadi ambavyo vinasimamiwa na Mamlaka ya Elimu na Ufundi Stadi. Na kwa kuzingatia kauli mbiu ya mwaka huu katika maonyesho ya 88 ya kutambua masoko, kuongeza tija, tukielekea kwenye utekelezaji wa dira ya 2050 kama ambavyo imeelezwa kwenye nyaraka nyingi za kiserikali na jinsi ambavyo Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan amewezesha VETA kuwa na vyuo vingi zaidi katika miaka hii mitano ya tangu 2020. Katika kanda yetu hii tunaongeza vyuo 6, chuo cha Tandaimba, wilaya ya Nanyumbu, wilaya ya Liwale, wilaya ya Nachingwea na wilaya ya Liwale. Katika maonyesho haya sisi VETA tumekuja na ubunifu mbalimbali na tumelenga zaidi katika kuongeza ubora wa mazao yanayopatikana katika mikoa hii ya kusini, hasa zao la korosho na zao la mwani. Na ukipita kwenye mabanda yetu yote utagundua tuna bidhaa, tunaongeza thamani kwenye zao la korosho kwa kutengeneza bidhaa mbalimbali ambazo wananchi wanaweza wakajifunza hata wao wenyewe kutumia ujuzi tuliowapa katika kuboresha na kuongeza ubora wa hizo bidhaa. Kwa upande wa korosho tunatengeneza waini inayotokana na mabibo ya korosho, tunatengeneza siagi ya korosho, tunatengeneza biskuti, tunatengeneza na mikate. Lakini kwenye zao la mwani tuna mazao mbalimbali ambayo tumeyaongeza thamani kwenye huo mwani. Tuna mafuta ya kujipaka mwilini, tuna mafuta ya nywele, tuna mbolea mbalimbali, tuna dawa za kusafisha ngozi ambazo zimeathirika. Zote hizo zinatokana na kuongeza ubora wa zao la mwani. Lakini vile vile tumekuja na teknolojia ya kutengeneza vifaa vitakavyosaidia katika kuongeza ubora wa mazao. Tunayo mashine ambayo inaweza ikatenganisha korosho na mabibo na maganda ya korosho na kupata zile korosho ghafi ambazo zinaweza zikatumika sasa kwa ajili ya kutengenezea vyakula mbalimbali. Lakini pia tuna mashine ambayo inatumika kusaga mwani. Mwani ni zao ambalo linatokana na bahari yetu na linafanana kama na mizizi au majani, lakini huwezi ukautumia mwani kama mwani ghafi ulivyotoka baharini. Lazima uongezee thamani kwa kusaga yale majani ya mwani uweze kupata bidhaa mbalimbali ambazo utahitaji kuzitengeneza. Kwa hiyo sisi tunayo mashine ambayo inaweza ikakusaidia badala ya kutumia mikono, kutumia vinu, kutumia blender, lakini unatumia mashine yetu kuboresha zao la mwani na kupata bidhaa unazozihitaji. Vile vile tunaenda kwenye mazao ya miti pia. Tumetengeneza bidhaa mbalimbali zinazotokana na miti, lakini hatukuishia hapo. Katika maonyesho haya pia tumeingia kwenye kilimo cha mboga mboga bila kutumia udongo. Unatumia maji na baadaye maji hayo yanatumika tena katika kuzalisha samaki.
Kwa hiyo kwenye eneo hilo tunayo miundombinu ya umwagiliaji mbalimbali ambayo nayo tumekuja nayo katika maonesho haya ili wananchi waweze kujifunza kitu, namna ya kuzalisha mboga mboga kwenye maeneo madogo sana, hata kama unaishi kwenye ghorofa. Lakini vile vile tumekuja na mashine ambazo zinatengeneza nembo mbalimbali, zikiwemo nembo zetu hizi za VETA na nembo za taasisi mbalimbali. Mashine yetu hiyo imedizainiwa na walimu wetu na inaweza ikaongeza thamani kwenye mavazi ya taasisi mbalimbali. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwakaribisha wananchi wote katika viwanja vya Ngongo. Unapopita usikose kupita kwenye banda letu la VETA. Pia chakula kinapatikana kwenye banda letu, chakula bora kabisa kilichoandaliwa na wanafunzi wetu na walimu wetu kwa ajili ya kujenga afya za wananchi wa mikoa hii. Kwa hiyo machache, ndugu mwandishi wa habari, naomba tu niwakaribishe wananchi kwenye mabanda ya VETA waje wajifunze na kuona namna gani vijana wao wanaweza wakawaingiza kwenye kufanya ufundi utakaowasaidia kubadilisha maisha yao. Kwetu VETA tunasema ufundi ni biashara, ufundi ni pesa, ufundi ni akili. Uhitaji kubeba vyeti ukatembea navyo barabarani, bali ujuzi wako unakutambulisha. Na VETA tunahakikisha ya kwamba tunakupa ujuzi utakao kutambulisha katika soko la ajira. Uhitaji kuhangaika kutafuta ajira ukiwa na ujuzi, bali watu watakutafuta wewe uende kuwafanyia kazi kwa sababu tayari unao ujuzi huo. Asante sana. Kutoka katika maonesho haya ya 88 kanda ya kusini ambayo yanafanyika hapa katika viwanja vya Ngongo, kwako Pasco Mayala. Asante sana ndugu yangu Aidan Hando wa Channel 10 pale Ngongo Lindi. Tumeona mambo ya VETA makubwa mazuri ya kupendeza hapo Lindi. Nimewarudisha hapa sasa Dodoma kwa ajili ya kuja kuagana, ila kabla sijaagana na bwana Sita Peter, pia mwenyekiti wa bodi ya VETA Profesa Sifuni Mchome alitembelea banda letu na alitoa ujumbe fulani mzuri sana. Hebu usikilizeni ujumbe kutoka kwa mwenyekiti wa bodi ya VETA Profesa Sifuni Mchome. Wito wangu sasa kwa wananchi, kwa Watanzania wote, jamani, VETA hii ipo na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametusaidia sana. Tumefikisha VETA karibu katika wilaya zote na mikoa yote. Tunamalizia tu hatua za mwisho mwisho. Kwa maana ya VETA ipo sehemu yoyote ile ambapo unahitaji VETA iwepo, kwa maana katika ngazi ya wilaya, katika ngazi ya mikoa. VETA hizi, vituo hivi vinatakiwa vitumike sasa kusaidia wananchi kupata ujuzi, kuendeleza ujuzi walio nao, kurekebisha pale ambapo ujuzi una changamoto 2-3, na ile itawasaidia Watanzania kuweza kufikia sasa yale malengo ya kuwa na stadi, kuwa na elimu, kuelimika na kuweza kufanya vitu vya aina mbalimbali ambavyo vinahitajika kufanyika nchini. Niwaombe Watanzania katika ujumla wetu, twendeni VETA, twendeni tukajifunze vitu mbalimbali, twendeni tukapate stadi, twendeni tukaimarishe stadi zetu ambazo tuna. Kwa sababu wengi pia tuna ujuzi tayari. Ule ujuzi unahitaji kuimarishwa tu kwa namna moja au nyingine, ili mtu aweze kufanya kitu ambacho kinaendana na wakati, lakini kinaendana na mazingira ambayo anapoishi, lakini kinaendana pia na mahitaji ambayo jamii itakuwa inayo. Sasa haya yote yanaweza kufanyika ndani ya VETA, yanaweza kufanyika katika vituo vyetu vilivyopo katika wilaya, vituo vyetu vilivyopo katika mikoa, lakini kuna hivi vituo ambavyo tunavyo katika ngazi ya taifa, navyo vinaweza kufanya masuala haya ya kuendeleza ujuzi, kujenga ujuzi, kuimarisha ujuzi, ili taifa liweze kupiga hatua katika masuala yanayohusiana na stadi, na hizi stadi sasa zichangie katika ule mnyororo wa kuweza kutengeneza vitu mbalimbali ambavyo tunavyohitaji kwa ajili ya maendeleo yetu. Haya yote yanawezekana ndani ya VETA. Karibuni sana. Na baada ya ujumbe huo mzuri wa Profesa Sifuni Mchome, tunamalizia na wewe Peter. Kwa kweli tumeona mambo yenu ya VETA makubwa mno. Kanda zote 5 mmeonyesha mambo makubwa mazuri. Sasa kwa ajili ya kutuaga, tuambie sasa, kwa sababu pia nimesikia mnajiandaa kwa ajili ya maonyesho ya elimu pale Tanga. Kwa hiyo waage kutoka hapa Dodoma, alafu tujiandae kuwapokea VETA pale Tanga na sifu kwa kweli. Nashukuru sana. Kwanza ni washukuru sana wananchi waliotutembelea, waliojionea na kutupa mrejesho wa huduma zetu tunazozifanya, viongozi mbalimbali. Lakini wakati nikiwaaga, niwaombe tu kwamba hatuishi kwenye maonesho haya. Bado
kuna fursa za kujifunza mambo mengi zaidi kwenye vyuo vyetu ambavyo viko kote nchini. Wananchi wasisite kutembelea vyuo vyetu, kupata taarifa mbalimbali, kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi, lakini pia hata kuulizia teknolojia mbalimbali na kwenda kuzitumia. Lakini wakati tukimaliza pia maonesho haya ya 88 mwaka huu tunaelekea Tanga. Tanga ni wiki ya elimu, ujuzi na ubunifu ambayo itaanza tarehe 15 hadi 24 mwezi huu. Kwa hiyo tunawakaribisha sana wananchi wa Tanga, mikoa ya jirani, hata eneo lolote lile, waje kwenye banda la VETA. Tutakuwepo nako, tutaeleza fursa mbalimbali, tutatoa elimu mbalimbali kuhusu mafunzo ya ufundi stadi na huduma tunazozitoa VETA. Asante sana. Basi jamani, mimi nakuwa sina la kuongeza. Natoa shukrani kwa VETA kuniaminia, na kama alivyosema Peter, tutakutana sasa hapo Tanga kwenye maonyesho ya elimu na PPR. Asanteni, nawatakia siku njema kwa kutazama vipindi vyetu vya 88 kutoka hapa Dodoma. Asanteni na kwaheri.